Ulalaji gani ni mzuri kwa mama mjamzito? Kumbuka, unapolala inaweza ikasaidia kwa afya ya mwanao, aidha ikaathiri afya ya mwanao, lakini inaweza ikakuathiri wewe mwenyewe, aidha ikasaidia wewe mwenyewe kuimarisha afya yako wewe kama mama mjamzito. Mama mjamzito anatakiwa kulala vipi hasa anapokuwa mjamzito? Kuna aina fulani za ulalaji ambazo sio nzuri na hazipendekezwi kila wakati, na hasa kwenye mimba ya kuanzia trimester ya 2 na ya 3, yani kuanzia miezi 4 na kuendelea. Hizi aina ni mbaya zaidi. Kwanza, aina ya kwanza hii hapa, kulala chali, kulala kwa kuangalia juu, kulalia mgongo. Ni kwamba hapa unaweza ukakandamiza hasa mishipa ya neva ambayo imepita hapa mgongoni, aidha mishipa ya vena inaweza vile vile ikaathiriwa, na hii inaweza ikapelekea damu kuto kufika vizuri kwa mtoto pamoja na mama mwenyewe kuto kupata damu ya kutosha. Hii inaweza vile vile ikapelekea maumivu ya mgongo, kwa hiyo inakuwa ni hatari kwa afya ya mama pamoja na mtoto. Pili, kulala kwa kutumia tumbo ambako kunaitwa kulala kifudifudi. Aina hii ya kulala ni kwamba vile vile haipendekezwi, kwa sababu unavolalia tumbo hasa kwa mimba ambayo imekuwa, inakuwa ni hatari. Unaweza ukaongeza pressure ya tumbo, ambayo hii shinikizo na pressure ya tumbo inaweza ikamwathiri mtoto aliyepo tumboni. Kulala kwa kutumia ubavu wa kulia. Kulala kwa namna hii vile vile hakupendekezwi, kwa sababu inaweza ukashinikiza ini, ambapo sasa ukishinikiza ini utapelekea damu kuto kufika vizuri kwenye sehemu ya ini. Mwisho wa siku utaathiri usambazaji wa damu kwenye mwili. Kwa hiyo aina hii ya kulala vile vile sio nzuri kwa mtu ambaye hasa na mimba kubwa. Kwa mimba ndogo, hii ni njia ambayo tunasema ni angalau sio mbaya, na hata kwa mimba kubwa ni at least sio mbaya kama zile 2 za kwanza. Kwa hiyo hii inatakiwa, kama utatumia basi tumie kidogo. Kama labda utatumia njia nzuri ukaona umechoka, basi unaweza ukatumia kama njia mbadala. Lakini kulala kwa kujikunja sana, kulala mfano unalala umejikunja mno miguu, umejikunja mno, labda unashinikiza tumbo, aidha umelala hujaweka mto. Mfano kuto kulala kwa kuweka mto inaweza ikapelekea asidi karudi, heartburn, ambayo itapelekea kiungulia au asidi kwa mama mjamzito, ambayo ni tatizo ambalo linawakumba wa mama wajawazito wengi sana. Kwa hiyo sasa, unapokutana na changamoto kama hii, basi unatakiwa ujiulize, je, unalaleje? Kwa hiyo hii unatakiwa vile vile kwa makini. Lakini njia sahihi ni ipi ambayo unashauriwa kulala wewe kama mama mjamzito? Ni hii hapa. Lala kwa kulalia ubavu wa kushoto. Hii ndio njia ambayo ni salama, itawezesha mzunguko mzuri wa damu kwa mtoto, lakini hata kwa mama mjamzito. Kwa hiyo mama mjamzito ukilala zaidi kwa kutumia huu mfumo, basi utakuwa salama wewe mwenyewe pamoja na mwanao. Utaepuka matatizo ambayo sio ya lazima, ambayo yanawakumba wamama wajawazito wengi, hasa wanapokuwa kwenye hiyo hali. Hivyo basi, kama utaona labda hutaweza kulala upande mmoja kwa muda mrefu, angalau tumia upande wa kulia, lakini nao sio salama sana kama upande wa kushoto. Chukua hatua kwa faida yako, na zaidi unaweza ukashare, unaweza ukalike, ukatufollow kwenye akaunti yetu kwa ajili ya kujifunza zaidi kuhusiana na afya ya uzazi. Asante sana, nikutakie wakati mwema. Kama una changamoto yoyote, aidha una shida yoyote, unaweza kuwasiliana nasi kwa namba zetu hizi hapa kwa ajili ya mawasiliano zaidi.